Mtazamaji wa TBC1, karibu katika muendelezo na mfululizo wa vipindi vyetu kutokea hapa jijini Dodoma katika viwanja hivi kunakofanyika maonesho ya kitaifa na kimataifa ya 88 kwa mwaka 2026. Na hapa ninapozungumza nipo katika banda hili kubwa kabisa la We Effect, ambao hawa ni shirika la kimataifa kutokea kule Sweden, ambao lenyewe basi linajihusisha na kuweza basi kuwasaidia wakulima kupitia vyama mbalimbali vya ushirika. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuja kufahamu shughuli zao. Ukiangalia utaona kuna bidhaa nyingi kabisa hapa ambazo zinatafsiri wazi ile dhana ya kwamba kilimo chenye tija, kilimo cha kisasa, na ambaye tutakwenda kuzungumza naye hapa kutuambia kwa kina kabisa kuhusiana na namna We Effect inavyofanya kazi. Mimi nafahamu wana mradi wao ambao unaitwa Livelihoods and Right to Food. Kwa hiyo tutakwenda kufahamu mradi huu unaashiria nini, unamaanisha nini, na We Effect tumekuwa tukiwaona kwa kweli katika maeneo mbalimbali na namna ambavyo mmekuwa mkishirikiana na wakulima. Anaitwa Frank Ademba, yeye ni mratibu wa We Effect Tanzania. Sasa karibu na moja kwa moja utuambie, tunapozungumza We Effect na huu mradi ambao mmekuwa nao, ni mradi gani na We Effect ni nini kwa ufupi sana? Asante sana, nashukuru sana mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, mimi ndio msimamizi wa programu hii hapa Tanzania. We Effect ni shirika la kimataifa ambalo limeanzishwa kule Sweden, lakini ni mzizi mkubwa ni kutoka katika vyama vya ushirika. Kwa hiyo wanafanya kazi katika nchi mbalimbali, zaidi ya nchi 14 duniani ikiwepo Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania wanafanya mradi unaoitwa kuboresha maisha lakini na kuhakikisha usalama wa chakula, ambao mradi huu au programu hii imefadhiliwa na serikali ya Sweden chini ya SIDA. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya na vyama vingi vya ushirika hapa Tanzania, kule Iringa, Dodoma, Kilimanjaro, katika mnyororo wa thamani wa mazao yao. Kwa hiyo tunaotambua kabisa kwamba kwa kufanya hivyo inasaidia kuimarisha masoko. Mpaka sasa hivi We Effect imeweza kuwafikia zaidi ya wananchi 120,000 katika intervention mbalimbali za mradi. Hawaishi tu vyama vya ushirika, lakini pia wanafanya kazi na taasisi nyingine. Kuna masuala ya ardhi ambayo yako ndani ya kilimo, kwa hiyo kuhakikisha kwamba na kuwajengea uwezo wa kulima kuweza kupata hati miliki za ardhi. Kuna masuala ya kijinsia pia ambayo yanakabili wanawake kutokupata rasilimali ardhi na rasilimali nyingine. Kwa kupitia Taula pia tunawawezesha wakina mama pia kwa ajili ya kuweza kupata rasilimali sahihi. Na ndio maana katika programu hii zaidi ya 60% ya wanufaikaji ni wakina mama. Na ni wakina mama katika unufaikaji na kuweza kupata maisha bora kwa Watanzania na kupata usalama sahihi wa chakula. Asante. Sasa We Effect imekuwepo hapo na kama ulivyozungumza kusana shughuli nyingi ambazo mnazifanya. Tukiangalia hapa tunaona namna gani ambavyo banda lenu limependeza. Kwanza watu wengi wanatembelea hapa, lakini pia vile vile tunaona kuna bidhaa mbalimbali hapa. Pengine ni kipi ambacho mmekifumbata kwa ajili ya maonesho haya 88 mahususi kabisa kwa yale ambao nyinyi mnayatekeleza? Jambo la kwanza ni mnyororo wa thamani. La pili katika mnyororo wa thamani wa mazao ni kuweza kuyatambua masoko. Kwa kupitia maonyesho haya 88 tumeweza kutambua masoko yako wapi, kwa sababu imetusaidia kuunganisha wadau wengine kuweza kupata masoko. Tuna watu wa maziwa wameshauza maziwa mengi kwa wadau na wamechukua mpaka business card. Tuna kahawa pale pia, imewasaidia sana watu kuweza kujua kahawa napataje, kahawa bora, na mazao mengine mpaka ungalishe kula Iringa. Kwa hiyo ni kutambua soko, lakini pia kutumia fursa ya soko kuunganisha wadau wetu katika maeneo wanaozalisha ili waweze kunufaika zaidi na kuongeza kipato katika ngazi ya kaya. Asante sana. Na kwa namna ambavyo amezungumza hapa msimamizi wa mradi huu lakini pia vile akiwa mratibu wa We Effect hapa Tanzania, anaakisi wazi kabisa kauli mbiu ya maonesho haya kwa mwaka huu kuhusiana na kilimo chenye tija, lakini pia kutambua masoko, na katika hilo basi tunao pia miongoni tunaweza kusema ni wanufaika kutokea vyama mbalimbali vya ushirika. Tutakwenda kuzungumza nao na kufahamu. Hapa bwana, mapema kabisa nilipata kinywaji kinaitwa cappuccino. Tutakwenda kufahamu kwa kina kuhusiana na kwanza ni chama gani, lakini ni kipi ambacho wanasema kwamba wamenufaika nacho kupitia mradi huu. Karibu sana.
Asante sana. Naitwa Evelyn Mjema kutoka Chama Kikuu cha Ushirika Kilimanjaro KNCU. Tunapatikana pale Moshi mjini Kilimanjaro. Lakini pia sisi ni wadau wa shirika la We Effect. Tumefurahi sana kushiriki maonyesho ya 88 katika mwaka huu na tutaendelea kushiriki kutokana na fursa tunazozipata, ikiwemo mauzo ya kila siku. Mwanzoni tulikuwa tumeanza na mauzo ya 170, lakini kila siku tunaona mauzo yakipanda. Kwa hiyo tunafurahia sana kushiriki katika maonyesho haya kwa ufadhili wa shirika la We Effect. Lakini pia product zetu ni kahawa ya unga ambayo ipo katika package tofauti tofauti, ikiwepo kilo 1, nusu kilo na robo kilo. Lakini pia tunatengeneza kahawa ya kikombe. Karibuni sana. Asante sana, umeweza kusikia kwa kina kabisa, lakini pia uko mdau mwingine hapo, ukiangalia unaona kuna bidhaa mbalimbali zipo katika meza yake. Kwa hiyo tutakwenda kufahamu pia anatoka chama gani na ni kipi ambacho amekifumbata katika maonesho haya kwenye banda hili. Karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Eileen Mikenze, ni mratibu wa jinsia na jamii kutoka Shirikisho la Wakulima wa Miti Tanzania. Tunapatikana mkoa wa Njombe na ni moja ya wadau watekelezaji wa mradi wa Livelihood and Light Food. Hapa tumeambatana na bidhaa mbalimbali za wakulima wetu wa miti, ikiwemo ni mafuta yanayotengenezwa na asali, sabuni, asali pamoja na vikapu, ambavyo maonyesho haya 88 yametufanikisha kuweza kufikia wateja mbalimbali wa nje na ndani ya nchi. Kama tunavyojua ni maonyesho ya kitaifa na ya kimataifa, tumeweza kufikia masoko, soko limekuwa na tumeweza kuuza vikapu vingi sana pamoja na product nyingi yenye thamani zaidi ya milioni 3 kwa hizi siku 6, na tunashukuru sana kwa fursa hii kuhakikisha kwamba kuna masoko yenye tija pamoja na wakulima wanaweza kupata networking kwa watu mbalimbali na kufanikisha maendeleo ya nchi. Asante sana. Wadau ni wengi kweli kweli, na sisi tutaenda nao taratibu moja tu akituambia kile ambacho wamekileta. Kuna maziwa hapa na yaona hatari kweli kweli. Karibu sana, jitambulishe, tuambie. Naona pia unatoka Kilimanjaro, utatuambia kama unatoka kule katika mkoa wa Kilimanjaro ama vipi na kuhusiana hizi bidhaa pia. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Ernest Haule, ni meneja wa mradi wa pamoja wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro. Nasi pia ni watekelezaji wa programu ambayo inaendeshwa na shirika la We Effect la pale nchini Sweden, ambayo inajulikana kwa jina la Life and Right to Food. Katika maonyesho haya ya 88 tumekuja na bidhaa zetu za maziwa ambazo zinatengenezwa na vyama vyetu vya msingi. Leo tuna bidhaa ya mtindi, tumekuja na maziwa ya yogurt, tumekuja pia na maziwa ya mtindilishe. Kwa katika maonyesho haya, kwanza tunashukuru serikali imeandaa maonyesho mazuri ambayo yanatukutanisha sisi wazalishaji wadogo ambao ni vyama vya ushirika kuweza kufikia masoko makubwa. Na leo ni siku ya 6, lakini mpaka sasa tumeshaagiza mzigo kutoka Moshi mara 4 zaidi. Hii inaonyesha kwamba soko limekuwa la maziwa, lakini pia tunawakaribisha kwenye banda letu la We Effect kuweza kupata maziwa ili mpate kupata lishe, kuweza kujenga jamii yenye kujiamini zaidi. Asante sana, nashukuru. Nashukuru sana. Tunaendelea sasa, ni kwa uchache mdau mwingine hapa naye pia atatuambia. Jitambulishe jina lako alafu tuambie hapa wewe una nini. Sawa, naitwa Bakari Mavura, ni meneja kutoka ushirika wa wakulima wa zabibu na masoko Mpunguzi. Sisi ni wadau muhimu sana, maana sisi ndio wenyeji ambao tuko chini ya mwamvuli wa We Effect. Lakini tunashukuru sana serikali kwa kuleta maonyesho kama haya, sisi kama wakulima ambao tunazalisha zabibu, lakini pia tuna process mchuzi wa zabibu, tumepata soko na tumeweza kuuza sana. Kwa hiyo tunaomba maonyesho haya yaendelee zaidi na zaidi, na sisi kama wadau wa wakulima ambao tuko kwenye uzalishaji tunaanza kujitangaza zaidi, tunapata wateja wengi zaidi, lakini kupitia shirika la We Effect ambao wanatufadhili, tunaomba waendelee zaidi na zaidi ili mwisho wa siku kuweza kuinua kipato cha mkulima kule chini. Asanteni sana. Asante sana. Kuna mdau mwingine wa mwisho hapa, tafadhali sogea hapa kidogo tuweze kuyajenga. Utaanza kwa majina yako na wewe pia utuambie kwa uchache. Karibu kwa hapa alafu mtazamaji anatamani ya kuone vizuri. Karibu. Asante ndugu mtazamaji. Mimi naitwa Profesa Mangasini Katundu, natokea Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Sisi Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, kama ulivyowasikia hawa viongozi wa vyama vya ushirika, sisi kwenye mradi huu wa We Effect ni wawezeshaji. Tunaingia kama wadau wa mkakati. Sisi kazi yetu ni kupeleka mafunzo. Kwa tunawezesha kwenye mafunzo ya uongozi unaoleta mabadiliko. Kwa sisi Chuo Kikuu cha Ushirika tumeviwezesha vyama hivi kuwa na viongozi imara na kufanya shughuli zao imara. Ndio maana unaona hizi product hapa ambazo wanazidisplay hapa. Kwa sisi tunafurahi kuwa sehemu ya mradi huu mkubwa wa We Effect.
Tunashukuru sana. Tunashukuru sana mtazamaji wa TBC1. Sisi tumekuambia ahadi yetu ni kuendelea kutembea katika mabanda mbalimbali kukuletea yale yote ambayo yanapatikana katika mabanda hayo, na hapa tulikuwa katika banda la We Effect ambako basi tulikuwa tukijaribu kutazama kuhusiana na namna ambavyo huduma ambazo wamezileta, lakini pia umesikia vyama mbalimbali vikizungumza na bidhaa ambazo wamezileta hapa. Mimi nikushukuru sana kwa wakati wako, kwa kuendelea kutazama vipindi hivi. Bado hatua zangu naendelea kuzihesabu kwenda katika mabanda mengine pia kukuletea yale mengi ambayo yanapatikana katika mabanda hayo. Jina langu naitwa Butwalib Makame, na wewe ni kwa kushirikiana na wote ambao tumeshirikiana nao kwa wakati huu. Tunatoka hapa We Effect, lakini unakaribishwa pia hapa kuja kuona kinachoendelea hapa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.